Naam, taban asema wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nithi sakina. Kumbe kitendo kinafahamika na kujulikana kwa kuingiwa na qad, sin na saufa na ta ta'nithi sakina. Ndio tukasema hapo chini namba moja kwamba yatamayazul fi'lu, inafahamika kwamba hiki ni kitendo an akhwaihi, kutokana na wale jamaa zake ndugu zake ambaye ni jina na nini na herufi, biwujudi alama, kwa kuwepo nini alama, min hadhi alamat, katika hizi alama ambazo tumetaja hapo qad, sin, saufa, ndio kwamba hiki ni kitendo tautanithi sakina. Kisha akasema aliposema biqad akusudia nini, wahia nayo ni nini hiyo qad? Harfu. Qad ni herufi mushtarik ambayo inashiriki, inaingia kote kote baina al-madhi wal mudhari. Qad inaingia katika wakati gani? Kitendo cha wakati uliopita na kitendo cha wakati wa sasa. Fa idha dakhalat ala al-madhi, ikiingia qad katika kitendo cha wakati uliopita, dallati, kitajuza na kufahamisha ala ahadi maana yaini, moja ya maana hizo mbili. Ikiingia qad katika wakati kitendo cha wakati uliopita, inakuwa ina maana hizo moja ya maana mbili. Akisema kwanza kabisa at-tahqiqu, ina maana ya tahqiqi, kwamba ni uhakika kutokea kwake, tahqiqu wuqu'i al-hadath, kwamba ni lazima kitendo kifanyaje, kutokea kwake. Mfano qad safara Zaid, kwa hakika Zaid amefanyaje, amesafiri. Athani, maana ya pili at-takribu, kukurubia, takribu wuqu'i al-hadath, kwamba jambo hilo kutokea kwake sio mbali, ilipo karibu kutokea kwake. Mfano kauli ya muadhin inda al-iqama, wakati wa kukimswala, aposema qad qamati as-salatu, tumesema imetiwa kasra hapo ta qamati kwa sababu ya itiqau sakinaini, asili yake ilikuwa ni sukuni hapo, qad qamat, qad dhahabat. Sasa ukiunganisha utaweka kasra qad qamati, si tupo hapo na sio qad qamat, kwa sababu iltiqau sakinaini zimekutana nini, sukuni mbili. Kwa hiyo hapa sasa nini maana yake? Imekurubia nini kwa hakika? Swala imefanyaje? Imekurubia kusimama kwake. Wa idha dakhalat ala al-mudhari, na ikiingia qad katika wakati wa sasa, kitendo cha wakati wa sasa, dallati bikathra, kinafahamisha kutokea kwake kwa wingi. Mara nyingi kinafahamisha juu ya maana mbili, yani mara nyingi kwa mara nyingi kinakuwa kina maana moja, maana mbili, ahadu maana yaini, wahuma at-taqlilu wat-takthiru, kwa uchache na kwa wingi, kwamba kitendo kutokea kwa mara chache sana au kwa mara nyingi sana kutokea kwake. Lakini pia wabiqilla, na kwa uchache sana, ala maana tahqiq, ikiingia qad katika wakati wa sasa kinamaanisha nini? Uhakika wa jambo kutokea kwake. Famithalu taqlili, mfano wa mara chache ni upi? Kusema qad yanjahul balidu, mtu mzembe pia ambaye ni goigoi anaweza akafanyaje, pia akafaulu sometime, mara moja mara chache aweza pia akafaulu. Wa mithalu takthiri, na mfano wa mara nyingi, kusema qad yanjahul mujtahidu, mara nyingi, kwa hakika mara nyingi mwenye kupambana anafanyaje, anapata nusura, anapata kufaulu. Wa mithalu tahqiqi, na mfano wa tahqiqi ni nini? Kusema qad ya'lamu ma antum alayhi, kwa maana kwamba anayajua, kwa hakika Allah anajua yale ambayo mko nayo. Kwa hiyo maana yake bila shaka ni tahqiqi, jambo hilo ni la uhakika, sio la kugesigesi. Fa kullu min safara, yote haya katika kitendo gani? Safara wa qamati wa yanjahu wa ya'lamu, vitendo hivi vyote hivi anasema ni fi'lu, ni nini? Ni vitendo. Bidalili dukhuli qad, kwa kule kuingiliwa nini na qad alayhi, juu yake, min awalihi, mwanzoni mwake. Haya, tuende namba 3, as-sin, ndo tupo hapo as-sinu. Wasinu pia kitendo kinaingia na herufi gani? Sin. Ndo akasema wa hiya harfun mukhtassun bil mudhari, herufi hii sin ni special, ni haswa katika nini? Kitendo cha wakati wa sasa. Kumbe sin haingii katika wakati wa madhi uliopita. Asema ni mukhtassu. Nini maana mukhtassu? Maalumu.
Herufi hii ya sin ni maalumu kwa kitendo cha wakati wa sasa. Je, kinafahamisha nini? Hapo ndo patamu. Tadullu ala tamfisi. Tupo hapo inafahamisha juu ya tamfisi, kuachanisha ile kwamba ndio itatokea. Wa huwa almustakbal, maana yake nini? Ni wakati ujao. Alqarib, ambao ni wa karibu. Tamfisi ndio kana nafasa. Andika hapo tamfisi kwa neno gani? Tamfisi nafasa. Nini maana nafasa? Amempa nafasi, maana yake ameachia kidogo, kwa maana si muda mrefu. Ndio tunasema tamfisi. Katika kusoma Qur'ani kuna sehemu zina sakti wataka kidogo usifanyaje, usiunganishe. Mfano kalla bal, hapa atakuwa usipumue, watakiwa ndio utulie kidogo ufanye sakti, lakini usipumue biduni tamfisi, pasi na kupumua kidogo tu, maana kidogo kipo karibu. Ndo akasema hapa kwamba wa huwa almustakbal, nao ni wakati gani? Ujao. Alkarib, ambao uko ndo tamfisi hiyo. Kwa maana kumbe kitendo hiki ni wakati ambao hauko mbali sana kutokea kwake, ni wakati ujao ndio, lakini hauko mbali. Saadhhabu, nitakwenda, lakini sio wakati wa mbele sana, ni wakati wa karibu. Kakaulika, kama kusema sayaqumu zaidu, yaqumu fi'l mudhari. Hii yaqumu ni fi'l gani? Kwa maana zaidi atafanyaje? Atasimama katika wakati wa mustakbal. Kisha akasema kwa sababu ya kuingiwa sini juu yake katika mwanzo wa neno, ndio maana imekuwa nini? Ni kitendo sayaqumu. Yaqumu imekuwa ni kitendo kwa sababu ya kuingiliwa nini? Sini. Namba 4, twende hapo. Wasaufa. Namba 4 nini? Wasaufa. Twende hapo. Wasaufa. Anasema hii wasaufa hii wa hiya harfun mukhtasun aidan bil mudhari. Hii pia ni herufi special, herufi maalumu, na wala haingii katika maadhi. Huwezi kusema eti sadhahaba au saakala sashariba, hapana. Hii ni maalumu katika nini? Maalum katika kitendo cha wakati wa sasa. Tadulu ala taswifi. Muona sasa hiyo kinafahamisha juu kwamba jambo hilo kutoka yake ni baadaye sana, mbeleni huko. Taswif kwa maana si karibu. Maana yake nini? Almustakbalul ba'id, maana yake hapo mbele hapo. Nini maana taswif? Ni kitendo kinachofanyika wakati ujao, lakini kipo wapi? Ba'id, mbali kidogo. Taswif, mbali kutokea kwake. Nitafanya, kwa maana sio hapa na hapa. Maana sema nitaenda, si muda mrefu nitaenda, si ndio? Almuhimu kisema saufa adhhabu, haina maana kwamba eti saufa adhhabu baada ya kutoka hapo tu nitafanyaje. Kumbe naweza saufa hii inaweza kukata mwakani pia nikaenda, au hata mwaka wa kesho. Saufa usafiri, maana hata kama ni mwakani, si tupo hapo maana yake hii mustakbali yake ni ya ba'id. Kwa kauli ka saufa yahujju zaidu hadha al'am, mbona ilivyoendana hapo sasa? Kumbe Zaid atafanyaje? Atafanya hija ndani ya mwaka huu. Zaid atafanya hija. Saufa yahujju Zaidun hadha al'ama, Zaid atafanyaje? Atahiji mwaka huu. Sasa hii saufa kumbe bila shaka ni wakati gani? Sio hapo na hapo, sio kwamba ita aliposema tayari ataenda kesho kutwa. Hapana, mustakbal lakini al-ba'id. Ndio akasema fayahujju, kitendo ya hujju hii ni fi'l mudhari bidalili dukhuli saufa, sababu imeingilia nini? Saufa alayhi min awali, mwanzoni mwake. Kama tumeona vizuri hapo, tumeona vizuri katika hizo sin na saufa. Kumbe sin ni special kwa fi'l mudhari na saufa pia, lakini maana zake tofauti. Sin ni tanfis, maana ndio nini? Mustakbal al-qarib. Lakini saufa ni taswif. Nini maana yake? Mustakbal al-ba'id. Ndio maana Allah akatumia sana katika Qur'ani aliposema saufa ta'lamu, hakumaanisha kwamba eti kesho. Umeona hizo aya kuja vizuri kabisa. Kalla saufa
hiyo, lakini bila shaka lipo hilo. Alina maana kwamba ndio liko mbali hivyo, liko si tupo hapo, kutokea litatokea. Haya, twende watai tanithi sakina, tumalizie hapo. Watai tanithi sakina anasema wa hiya harfun mukhtasun bil madhi. Paona hapo, hii ni herufi special maalumu kwa kitendo cha wakati gani uliopita. Tadulu ala ta'nithi al-fa'il, kinajuza juu ya kumpa ukike nani, mfanyaji. Si tupo hapo ta'nithi al-fa'il, maana yake huyu aliyefanya kitendo hiki ni mwanamke. Mfano kusema dhahabat, nani alifanya kitendo cha kwenda? Alikwenda nani? Hiya. Katabat, nani? Hiya. Mbona ta'nithi al-fa'il kama kumbe alifanya kitendo hiko ni nani? Ni mwanamke. Kama kusema tahajjabat Hindu, Hindu amejifanyaje? Amejitupia jalabibi, maana amejisitiri vizuri kwa hijabu ya kisheria. Mbona tahajjabat hiyo kutokana na hijabu? Paona hapo tahajjabat, maana amejifanyaje? Amejitanda vizuri. Hindu. Hindu mwanamke huyo. Amefanyaje? Amejitanda kwa maana kwamba amejistiri vizuri kwa hijabu ya kisheria, amejiteremshia hijabu ya kisheria. Watahajjaba fi'lu madhi bidalili ittisali ta'anithi, ushahidi ni upi? Kwa alama ya kule kuungana na ta'anithi bihi kwacho, min akhirihi, mwishoni kwake. Wal muradu biqawlihi musakina, nini makusudi ya neno sakina pale aliposema ta'anithi? Tushaona nini maana ta'anithi? Ta'anithi al-fa'ili, si ndipo kama mfanyaji afanye tendo nani? Mwanamke. Lakini pale aliposema sakina annaha sakinatun fi asli, kumbe inakuwa na sakina taa hiyo katika asili. Asli wad'iha, asili ya kuwekwa kwake. Tasema dhahabat, katabat, qamat. Ndipo tukasema qad qamati as-salatu, qad qamati as-salatu. Kwa nini tumeweka kasra hapo? Tukasema kwa sababu ya iltiqau sakinaini. Sheikh Ahmad, pamoja hapo kwa muradu makusudio wal muradu biqaulihim, na makusudio ya kauli yao as-sakina pale waliposema ta'anithi sakina. Hii sakina inamaanisha nini? Anasema annaha sakina fi asli wad'iha, kumbe hii ni sakina ya asili ya kuwekwa kwake. Kule kuwekwa kwake kule dhahabat, umeona hiyo tai nani? Ani asili yake pale tai na sukuni. Fala yadhurru tahrikuha, fala yadhurru, wala haidhuru kuifanyaje sakina kuifanyaje? Sasa tunasema hivi fala yadhurru tahrikaha, yani fala yadhurru tahrikuha, wala haidhuru kuitia haraka, haleti madhara. Mfano ukaifanya hivi qad qamati kwa kasra, haitaleta madhara. Li'aridhi, kwa kule kuzuka, si tupo hapo ikiwa imezuka hiyo kasra yake. Katakhallusi, kama vile kujikomboa na kuinasua, kama vile kuinasua min altiqai sakinain, kutokana na kukutana nini? Kukutana hizo sukuni mbili, kama mfano uliotoa sasa hivi hapo kakaulika tahajjabatil mar'atul muslimatu. Mpona vizuri hapo jamani? Hapo zimekutana na sukuni mbili hapo. Tahajjabatil mar'atul muslimatu, manake amejivalisha nini? Amevaa hijabu ya kisharia, mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke hii muslima ni sifa, almar'a ni fa'ilu, almuslima ni mwanamke huyo sifa yake ni wa kikafiri au ni wa Kiislamu? Si tupo hapo. Kwa hiyo muslima ni sifa ya nani? Ya wewe mwanamke. Kumbe mwanamke sifa yake ni Muislamu, hakuwa kafiri. Kwa amejivisha hijabu mwanamke wa Kiislamu. Tanbih, uzinduzi.
Nasema lam yadhkuri almusannifu alamata fi'li al-amri wa alamatuhu murakkaba min amrayni ahaduhuma dalalatu ala at-talabi الثاني قبوله يا المخاطبة كقوله استقم يا زيد au istaqimi ya Hindu, istaqimi. Maana ibara iko wazi, mwalimu huyo anasema hivi, lam yadhkuri almusannifu, hakutaja mtunzi wa kitabu. Lam yadhkuri almusannifu, hakutaja mtunzi wa kitabu alama tafili al-amri, alama za kitendo cha kuamrisha, hakuzitaja. Au kataja jamani? Za madhi hatutajia. Madhi naingia nini? Qad. Pia naingia nini? Katika madhi taanithi sakina. Lakini katika mudhari pia kataja ipi? Sim, saufa. Je, katika amri kataja? Lam yadhkuri, hakutaja mtunzi alama tafili al-amri, alama ya kitendo gani? Cha kuamrisha. Wa alamatuhu, na alama yake murakkaba min amrayni, iko katika, imepandikizwa katika moja ya mambo hayo mawili, inajengwa maana yake katika moja maneno, katika moja mambo haya mawili. Kwanza, dalalatuhu ala talabi, kule kufahamisha kwake juu ya kutaka. Dalalatuhu, kule kujuza kwake au kufahamisha kwake, ala talabi, juu ya kutaka kitu. Mfano kum, si tupo hapo, hiyo ni alama tayari kwamba hapa hii ni amri. Kumbe alama ya kwanza ni kule kujuza kwake juu ya kutaka jambo lifanyike, at-talab. Hiyo ni alama ya kwanza. Athani qabuluhu ya al-mukhataba, kukubali kwake nini? Ya mukhataba. Nini maana ya mukhataba? Ya mzungumzisho ambaye ni mwanamke. Ndio kule katika Alfia tumesoma, katika Alfia Ibn Malik akasema bita fa'alta wa atat wa ya fi'ali. Mbona hapo wa ya fi'ali? Nini maana wa ya fi'ali? Maana yake wa ya if'ali ya mukhataba, kaitaja katika Alfia kule, lakini hapa mtunzi hakutaja. Ndio akaeleza sababu hapo, asema hii alama yake inakuwa inajengwa katika moja mambo mawili. Kwanza, dalalatuhu ala talab, kule kufahamisha kwamba huyu mtu anataka nini? Anataka jambo lifanyike. Mfano simama, nyooka. Pili, qabuluhu ya al-mukhataba, kukubali kitendo hiko nini? Kuingiliwa nini? Na ya mzungumzishwa mwanamke. Mfano istaqim ya Zaid, nyooka ewe nani? Zaid. Mwanamke atamwambiaje? Istaqimi. Mbona kuna ya gani hapo? Mukhataba. Tumalizie alharfu, tukomee hapo. Walharfu ma la yasluhu ma'ahu dalilun al-ismi wala dalilul fi'l. Kumbe herufi haina alama. Ndio anasema ni ile ambayo la yasluhu ma'ahu, manake haitangamai pamoja naye, haipatikaniwi wala haitangamai pamoja naye alama ya jina wala alama ya fi'li, haihusiani. La yasluhu, haipatani wala haihusiani, ma'ahu, pamoja na nini? Pamoja na hii herufi, kwa maana haiingiliani ndani yake haipatani na alama za kwenye jina na alama za kitendo. Maana yake nini? Kumbe alama zote za jina na alama za vitendo haziingii kwenye nini? Katika herufi. Kwa maana ukiona alama mfano qad katika fi inaingia, qad fi, qad ala, kumbe bila shaka alama ya herufi ni zile alama zote ambazo hazimo katika nini? Si katika jina wala si katika maana yake kiufupi ni kwamba haina nini? Haina alama. Si tupo hapo yaani hapo maana kiufupi sana kusema kwamba yake haina alama maalum. Ukiona kwamba alama za jina na alama za kitendo hazikubali